الله هم المفلحون. أما بعد، فأيها الصائمون والصائمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون. Uislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia mwalimu wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahma, annabii rahma, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Uislamu, mafanikio mwanadamu katika maisha haya mafupi yapo kwenye ucha Mungu, na hasara ya mwanadamu katika maisha haya mafupi ni kuishi kinyume cha ucha Mungu. Wa hadha shahr Ramadhan shahru taqwa, ndio mwezi wa ucha Mungu. Waislamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha kufikia katika mwezi wa Ramadhani. Kuna wapendwa wetu wengi, tena watu ambao wana uwezo, walikuwa wanaisaidia dunia hii, kuwasaidia binadamu wenzi wao, wakiwepo madaktari na wanazuoni. Taqaddama ila rabbihim, wametangulia kwa Mola wao. Sasa sisi ambao tumesalia, na sisi tusifikiri kwamba tumependelewa, tumepewa muda wa kujisahihisha makosa yetu, ili tutakapoondoka iwe ni hadithi kwa watu wengine kwamba tulikuwa na ndugu zetu wema. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya leo, na ndiyo Ijumaa ya leo ya kwanza kwa Waislamu ulimwengu mzima, anwani nasema tutumie fursa ya Ramadhani kurudisha uongozi wetu tuliopoteza. Ndugu Waislamu, kila kitu ambacho kipo katika ulimwengu huu kina mwenyewe, iwe kidogo iwe kikubwa, kina mwenyewe. Ukiona nyumba ina mwenyewe, ukiona gari ina mwenyewe, ukiona hata kibanda cha kidogo cha makuti, hicho kina mwenyewe, na huyu mwenye kitu hicho ndio mwenye haki ya kukitumia na kukipangia sheria. Uislamu, kwa msingi huo, na hii dunia ambayo tunaishi nayo, sayari hii ambayo ina usiku na mchana, kuna nyakati za jua, kuna siku za mvua, wa hakadha, ina mwenyewe. Fa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na kwa msingi huo, Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye sei na mwenye veto ya kuendesha ulimwengu huu. Hakuna mwanadamu aina yote ambaye ana uwezo wa kuendesha dunia hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu analeta usiku na mchana. Hakuna mwanadamu ambaye anaendesha usiku na mchana. Lakini sasa tulikuwa katika usingizi, lakini tumeingia, tupo asubuhi. Hadha min ni'matillah ala lisan, neema za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Uislamu, Mwenyezi Mungu alipoamua mwanadamu kumleta hapo ulimwenguni, hakumtaka aje apate tabu, aje hangaike, ateseke, kula yake iwe tabu, kunywa yake iwe tabu, ndoa yake iwe tabu, kulea kuwe tabu, alimradi iwe mashaka matupu. Hakujalia. Alimjalia mwanadamu, atampa majaribio, atamjaribu, lakini sio shida hizi ambazo tunazo. Ni kwa nini tuna tabu hizi ambazo tunazo? Kupitia hutuba hii tutaona hizi tabu si Mwenyezi Mungu, ni tabu tumezinunua wenyewe, na mwezi wa Ramadhani ndio mwisho wa kusema tabu hizi. Basi liman sama, kwa mwenye kufunga imana wa ihtisaba, laisa man sama wa laisa man zaka wa laisa man haja. Sio kila mwenye kufunga kafunga,
na sio kwamba mwenye kuswali anaswali na kila sio anakwenda hija, anakwenda hija. Alhija mabrur wa dhanbu maghfur wa tijaratu lan tabur. Uislamu, mtu ambaye atafaidika na siyamu Ramadhan ni yule ambaye atajua ahkamu zake na sheria zake na adabu zake na mubtilati, na huyo ndiye atakayefaidika. Uislamu, kama nilivyotangulia kusema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye Mungu wake, na alipoamua kuyafanya maisha ya dunia aishi mwanadamu hakumwacha hivi hivi. Arsala rusula wa anzala alkutuba, alipeleka mitume na akaliteremsha vitabu. Taurat, Zabur na Injil ndio vitabu vilivyokuwepo huko, lakini kitabu cha mwisho ndio kitabu cha Al-Quran, ndio kitabu ambacho alikuja nacho Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kajifanya ndio kitabu cha mwisho na ndio katiba ya mwanadamu. Uislamu, Mwenyezi Mungu akawaambia wanadamu watakapokuja katika ulimwengu waishi kwa misingi anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini akatoa angalizo kwa wale ambao wataishi kwa kufata maagizo ya Mwenyezi Mungu, hao wataishi salama maisha yao yote, na wale ambao wataishi kinyume anavyotaka Mwenyezi Mungu watapata hasara. Sasa katika hao, dunia hii tunaokaa yamegeunika, kuna makundi mawili. Kuna kundi limekataa kabisa kuishi anavyotaka Mungu, limekataa kabisa, wamesema sisi hataki dini, hataki kufuata utaratibu wa Mungu. Ukisikia mtu anasema sisi hatupati dini, maana yake, tafsiri yake, hatutaki vile anavyotaka Mungu, tunataka tuishi tunavyotaka wenyewe. Hiyo ni kundi la kwanza. Lakini kuna kundi jingine ambao limesema wao watakaa vile Mungu anavyotaka Subhanahu wa Ta'ala, na hilo ndio kundi la Waislamu, wale ambao wanaishi maisha yao, kula kwao, kunywa kwao, siasa zao, uchumi wao ni vile anavyotaka Mwenyezi Mungu. Na ndio maana utaona kuna tofauti. Waislamu Mungu wao ni Allah, mtume wao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwongozo wao ni Qur'ani. Lakini ukimtafuta Mchina ana Mungu wake, ana mwongozo wake, baniani wa hakadha. Sasa atakayefanikiwa ni yule ambaye atakaishi katika misingi anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muislam, baada hayo tuingie katika Qur'an Karim, katika sura 47 aya kwanza mpaka aya 3. Mwenyezi Mungu anaonyesha yale makundi mawili, alafu wewe mwenyewe utaamua ama utabaki katika kundi gani. Utakaa katika kundi ambalo halimtaki Mungu, ama utakaa katika kundi ambalo linamtaka Mungu. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum, wale walikufuru, alladhina kafaru, wale walikufuru wakataa kukaa anavyotaka Mwenyezi Mungu, wakajizuia kuishi bila anavyotaka Mwenyezi Mungu, na wakazuilia watu kufuata Mwenyezi Mungu anavyotaka, adalla a'malahum, Mungu ameviondolea sheria, amewaondolea haki watu hawa mambo yao. Adalla a'malahum, Mungu amethibitisha uovu wa vitendo vyao. Hawa watu ambao hawataki Mwenyezi Mungu waishi wanavyotaka wao, hawataki vile Mungu anavyotaka, adalla a'malahum, Mungu ameviondoshea watu hawa vitendo vyao, amevithibitisha uovu wa vitendo vyao, adalla a'malahum. Wao wameamua kuishi anavyotaka wao wenyewe, Mwenyezi Mungu tayari ameshawathibitishia. Walladhina amanu wa amilu salihat, ama wale walimwamini Mwenyezi Mungu, wa amilu salihat, wakatenda matendo anayotaka Mwenyezi Mungu, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, wakaamini aliyoteremsha Muhammad, aliyoteremshwa Muhammad, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa alhaq min rabbihim, na hao ni haki inatoka kwa Mola wao, wa huwa alhaq min rabbihim,
kaffara anhum sayiatihim, hao Mwenyezi Mungu awamesamehe makosa yao, waslah balahum, amestawisha mambo yao. Katika aya hizi mbili ambazo tumezifungulia hutuba yetu, imeonyesha wazi kundi la kwanza, Mungu amethibitisha uovu wa vitendo vyao. Hili kundi la kwanza, Mungu amethibitisha uovu wa vitendo vyao, watu ambao hawataki vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Adalla amalahu, Mwenyezi Mungu amethibitisha uovu wa vitendo vyao. Lakini kundi jingine Mungu amefanya waslah balahum, anastawisha mambo yao. Kwa utaona hapa kuna makundi mawili. Kundi la kwanza linataka kuisha anapotaka Mwenyezi Mungu, lakini kuna kundi lingine halitaki vile Mwenyezi Mungu anapotaka. Ndugu Waislamu, dhalika bi anna alladhina, akaendelea Mwenyezi Mungu anasema dhalika bi anna alladhina kafaru tabau albatila, hayo kwa sababu wale waliokufuru tabau albatila, wanafata batila. Wa anna alladhina amanu tabau alhaqa min rabbihim, ama wale walioamini wanafata haki kutoka Mola wao. Wa anna alladhina amanu tabau alhaqa min rabbihim kadhalika yadhribu Allahu linnasi amthalahum, na hivyo Mwenyezi Mungu awanapigia mfano wa watu. Hapa utaona wazi kwamba kuna watu wanafata bila anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kuna watu ambao hawataki vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujifungua na Waislamu kurudi katika nafasi yao na kukamata ulimwengu huu. Waislamu, ulimwengu hauwezi kutulia kama Uislamu haujatawala katika ulimwengu huu. Waislamu katika makundi haya mawili, ningependa muwe karibu na mimi na muelewe target ambayo naikusudia kuielezea katika hutuba hii. Katika makundi haya mawili, kundi moja tuelewe halitaki kuishi vile Mungu anavyotaka, liko wazi. Sisi hataki Mungu mambo yetu, hataki Mungu atuingilie, hatutaki uchumi wetu tuingilie, hatutaki utamaduni wetu tuingilie, tuishi tunavyotaka sisi, mambo ya Mungu hatutaki, au Mungu amshaeleza. Lakini kuna kundi jingine linakataa, linaogopa kwenda kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika haya makundi mawili, kila kundi lina sera. Sasa tuingie kwenye sera zao, na wanunuzi wa sera ni sisi. Hizi sera huja watu wakazigawa, wakazitangaza sera zao, na nyinyi ni mashahidi. Huja watu wakatangaza sera zao, nichagueni mimi nitakupeni haya na haya, na huyu usema huyu na haya. Hizi ni sera. Sasa angalia ni sera gani ambayo mwanadamu inamfaa. Muislamu, tuingie tena katika Qur'an karibu, tuangalie sera za hawa waliomkataa Mungu Subhanahu wa Ta'ala na matokeo yake. Almunafiquna walmunafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Hili ni kundi ambalo limeshamiri, halitaki Mungu kwenye maisha yao. Almunafiqun walmunafiqat, wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, ba'dhum min ba'd, wao kwa wao ni wamoja. Mnafiki wa Marekani na wa Tanzania wanashirikiana, wako pamoja katika yao. Na ilivyo munafiki, na maana hawatolewi makafiri na wamo, kwa sababu munafikuna wameelezwa hao kwa sababu ndio ashadu nasa balaa, ni watu waovu zaidi. Kafiri na munafiki, kafiri anafadhali, lakini munafiki ni mtu mbaya kabisa. Sasa anaelezwa hapa almunafiqun walmunafiqat, wanafiki wanaume, wanafiki wanawake, ba'dhum min ba'd, wote ni hali moja. Kazi zao zipi? Hebu angalia kazi zao za kila siku wewe, usije kuona mambo yanakwenda hivi hivi. Kuna watu wanaendesha ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar, wanaamrisha uovu, wa yanhauna 'anil ma'ruf, wanakataza ma'ruf, wanakataza wema. Ya'muruna bil munkar,
wanaamrisha uovu uwepo, zinaa iwepo, pombe iwepo, kutembea mtu utupu aje. Tunachotaka sisi pesa tu, lakini mtu atembee utupu. Yaamuruna bil munkar, wanaamrisha uovu. Ukiona pombe ipo, zina ipo, ushagaji upo, unashamiri, hilo ni kundi la watu, hilo halimtaki Mungu. Yaamuruna bil munkar, wanaamrisha munkar uwepo. Wanahauna anil ma'ruf, wanakataza wema usiwepo katika ulimwengu. Wayakbiruna aydiyahum, wanaizuia mikono wao, ai la yunfikuna, hawatoi. Nasullaha fanasiyahum, wamemsahau Mungu naye kawasahau. Innal munafiqina hum fasiqun, wanafiki ndio wenye kuvunja sheria. Uislamu hili ndio kundi linalotawala dunia hii. Intabihu, amkeni, hili ndio kundi ambalo lipo. Ukiona kuna uovu, kuna watu hawakupi msaada mpaka uruhusu ndoa za jinsia moja, ndio kundi hilo. Hakuna sababu ya kuendelea na watu hawa wanaotulazimisha misaada yao ili pawepo na usagaji na unawiti. Hapana, la. Almunafiqun walmunafiqat ba'dhum min ba'd yaamuruna bil ma'ruf, wanaamrisha uovu. Ukiona pombe zipo, sigara zipo, watembea utupu wapo. Kuna kundi linalotengeneza muziki wepo saa zote, watu wakati wote wanajadili muziki. Hili kundi watu wote akili zao zioze. Yaamuruna bil munkar, wanaamrisha uovu. Wanahauna anil ma'ruf, wayakbidhuna aydiyahum, wamezuia mikono yao, wasaidie wao. Nasullaha fanasiyahum, wamemsahau Mungu, hawamtaki Mungu. Uislamu hili ni kundi moja, na kundi hili ndio linaitawala dunia hii. Kundi hili kazi yake ni kuharibu. Kundi hili limezidi nguvu. Kundi hili la kwanza, kuna kundi jingine tumeanza nalo, tutakuja kueleza nao kazi yao. Halafu angalie kundi hili na kundi hili, lipi ambalo lina nguvu. Kundi hili ndio limetawala na lina nguvu la kuingia katika miji ya watu na kuharibu watoto wa watu, wake za watu, kuharibu miji. Mmeona juzi hapa nchi moja Amerika kachukuliwa rais mchaguliwa kwa mabavu. Ala, kwa nini wewe nani wewe? Huyu Trump nani? Ma huwa Trump. Unaingia katika nchi za watu, wewe nani katika ulimwengu? Kwa nini? Hakuna sababu ya kuogopa hawa. Leo ameweza kule kumchukua rais mmoja katika Amerika, ana uwezo kuja kuchukua Afrika hapa akamchukua mtu. Maana yake amejaribu na watu wakanyamaza. Ili leo na mwisho. Ramadhani hiyo na mwisho. Hii ni dhulma, lazima watu waseme. Kazi yao ni kuharibu hawa. Mkiona vijana wetu wanavuta unga, wana madawa kulevya, sio bahati mbaya, ni kundi hilo. Kuna kundi maalum linaharibu jamii. Tutakwenda vipi design hivi? Watoto wetu wanaharibika, wanakula unga, wanaharibika, wanaingia katika mambo ambayo sio. Kwa nini isifike hiyo? Mufti karibuni alikwenda sehemu kwenye shughuli, akazungumza. Kuna kijana mmoja wa Kiislamu, mwenyeji wa mkoa mmoja wa Pwani, sitaki kueleza, alienda na mtu wake, anamwambia babake, na nukuu aliposema mufti, nimekuja baba, huyu anioe. Baba kaanguka. Mwanamume anataka aolewe na mwanamume mwenzake. Haya maelezo kaeleza mufti, imetokea mkoa mmoja wa Pwani. Hapa ndipo ambapo tunatakiwa tufike, tuwe na mashoga na wajinga na maduyufu, watu ambao wanakubali ardhi zao kuchukuliwa, mali zao kuchukuliwa, wabaki wanatoa macho. Ndio kinachotakiwa. Ile haiwezekani kama waliofanya kwa Saddam Hussein, wakamnyonga watu wakanyamaza, wakaona linawezekana tena hilo, wakaenda siku ya Idi, wakaja siku nyingine
ndugu yetu Muammar Gaddafi, simba wa Afrika huyu alikuwa anataka kuikomboa Afrika, naye wakamuua kinyama. Hawa ndio kazi yao, kuja kuharibu miji yetu na kutufanya kuwa maskini wa kutupwa. Hili ni kundi ambalo linatawala dunia hii na halina sababu na kuwa na uhai. Twende kwenye kundi jingine ambalo ndio kundi letu, walmuminuna walmuminat, na hiyo ni surati Tauba. Tumeanza nao surati Tauba. Hili kundi la waharibifu hili, hawa wanajifanya ndio wana nguvu katika ulimwengu. Hili ni kundi lipo katika surati Tauba. Narudi tena kwenye Tauba, kundi jingine la kwetu, walmuminuna walmuminat, waumini wanaume na waumini wanawake. Walmuminuna walmuminat ba'duhum awliya'u ba'd, wao kwa wao ni marafiki. Ndugu yako Muislamu mwenzako atoke Kenya, Mombasa, Marekani, akifanywa ubaya, pambana msaidie ndugu huyo, haijalishi anatoka wapi, rangi gani, kabila gani, maadamu ni ndugu yako msaidie. Na ndio maana sisi katika membari hii tuwa tunazungumza mambo ya Palestina zingine, na hatutaacha kujazungumza katika membari hii, wala hatuogopi lawama za mwenye kulaumu. Walmuminuna walmuminat ba'duhum awliya ba'd, kazi zao ni zipi hawa sasa? Hawa wengine tumeshaonyesha kazi yao karibu, hawana jipi hawa. Yaamuruna bil ma'ruf, wanaamrisha wema, wanahauna an munkar, wanakataza uovu. Yaamuruna bil ma'ruf wa yanhauna an munkar wa yuti'una Allah wa rasula, wanamtii Mwenyezi Mungu na mtumewe. Ulaika sayarhamuhumullah, hao Mungu atarehemu. Inna Allah azizun hakim, Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Ndio Waislamu walipotawala ulimwengu huu, walianza kutawala wapi? Madina Munawwara. Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alipoingia mtume ikabadilika Madina. Ilikuwa inaitwa Yathrib, ikabadilika ikaitwa Madina Munawwara kwa kuingia nur. Kwa nini sisi Waislamu tulio wengi, kwa nini miji yetu haitwi miji ya nuru? Unaifahamu Dar es Salaam ilikuwa haitwi Dar es Salaam, ilikuwa inaitwa Mzizima. Lakini ndugu zetu kutoka mbali walipokuja wakasema la, tuibadili Dar es Salaam, tuite Mzizima, tuite Dar es Salaam. Fasumia Dar es Salaam, wallahu yad'ukum ila Dar es Salaam, wakatoa jina hili kupitia Qur'ani. Dar es Salaam ni jina limetoka ndani ya Qur'ani. Wallahu yad'ukum ila Dar es Salaam. Dar es Salaam hii ndio ile. Dar es Salaam ndio hii. Dar es Salaam imevamiwa na mafisadi. Kila sehemu kuna baa, kuna makasino, na wenyewe wamelala usingizi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Simameni mkatae ushenzi huu. Walmuminun walmuminat ba'duhum awliya ba'd, wanaamrisha wema, wayanhauna an munkar, wa yuti'una Allah wa rasula, ulaika salamullah. Waislamu, mtume alipokuwa Madina na akatawala kuingia Madina ikabadilika. Lakini kama sikosei, mwaka wa pili akaifungua Maka, ilikuwa chini ya mikono ya waovu. Futiha al-Makka, ilifunguliwa Maka. Na sisi hatuna sababu, hizi Ramadhani ndio muda wa kuifungua miji, kurudisha Ismaili. Ndio Uislamu, wakati Uislamu unatawala, umetawala mpaka Spain. Hapa kwa na ushenzi kama huu, hapa kwa na uharibifu kama huu. Limetokea kitu gani baada ya Waislamu kupoteza mamlaka yao? Utokatazaje uovu kama una mamlaka? Miji yetu kutumia mafunzo ya Ramadhani kurudisha utawala wetu. Sisi ni viongozi, sisi ni watawala, sisi sio watawaliwa. Ukimwona Muislamu anatawaliwa, ametaka mwenyewe, lakini Muislamu sio mtawaliwa. Tutumie Ramadhani ili turudishe utawala wetu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأيها الصائمون والصائمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. Enyi wenye kufunga, enyi ambao mmeibadili misikiti, nafasi yenu ni kubwa. Mungu amekuchagulieni kuitawala dunia hii. Mwenyezi Mungu kakudhalilisheni dunia hii na amekudhalilishieni muitawale dunia na kila kitu. Ardhi hii haijatumika, bahari haijatumika. Katika wiki chache nilikuwepo Zanzibar katika ijtimai. Nikitoka Dar es Salaam, katika viunga Dar es Salaam tunaisogelea Zanzibar na mpaka tunaingia Zanzibar, nikiangalia yale maji, niko naangalia haya ni maji au ni tajiri. Nikaonana na mtu mmoja na kidau chake, nikasema kwa hii boti ya Bahresa hii ambayo ni mpya hii, tukimkaribia huyu tutamzamisha. Huyu anafanya nini huyu? Huyu hakutakiwa awepo hapa. Huyu hakutakiwa awepo hapa. Huyu alitakiwa awepo katika meli ambayo inavuna samaki. Tunaendelea bado, tuna bahari bado maskini. Nikashangaa sana. Ukiwa una bahari wewe sio maskini. Ukiwa na bahari imeficha neema. Ndani ya bahari kuna petroli, kuna gesi, kuna madini. Walulu wal marjan, tunaendelea kwenda kaburini, hatujatumia bahari. Nijueni waamini kutumia bahari, mmedhalilishiwa hii. Ndio Uislamu. Ukiangalia mbuga za wanyama bado tuna neema nyingi, dhahabu na almasi, hivi tumewekewa sisi na sisi ndio makhalifa. Sasa muda wa kuweza kuendelea na unyonge huu tuishie hapo, tuchukue rasilimali hizi tuwasaidie watu wake. Na kusikitisha, leo wameingia ndani ya Ramadhani, lakini kuna watu daku yao futari yao hawana. Katika khilafa ya Umar Abdul Aziz, Uislamu ulitawala katika enzi yake mpaka akawa anashangaa neema ambayo ipo. Akaambia, enyi watu wangu, mali zimejaa Ikulu, kwa nini hamji kuchukua mali zenu? Umar Abdul Aziz hapa, ni kwa nini Waislamu wasirudi tena wakawasaidia watu? Kuna watu pesa zao wanaziingiza katika mambo ya kijinga na hawatamka, hawa ni wakuombea dua. Nijue sasa katika nini wapatikana kina Abdurrahman bin Auf, kina Uthman bin Affan. Kafanyeni, katumieni ardhi. Tulikuwa na mmoja katika wahadhiri waliotoa muhadhara Zanzibar. Katika maelezo yake alikuwa anasema yuko Morogoro, analima karafuu. Ala, unafahamu karafuu ina soko la kidunia. Nenda Morogoro hapa kachukue. Miaka mimi mitatu, wewe ni maskini, sio maskini tena. Haya maswala ya kujadili tena 1020 na uchumi aondoke. Ndugu Waislamu walisimama katika nafasi yao, na sisi tusimame na tutumie Ramadhani tuondoke katika hali hii. Waislamu tumeonyesha haya makundi mawili.
kundi moja linaamua kuishi wanavyotaka wenyewe, na wala huwezi kuambia vyote. Wanaishi wao, lazima waishi na pombe na nguruwe na kadhalika, hayo ndio maisha yao. Lakini kundi jingine alikubaliana nalo na wanakaa pamoja, lakini lazima kundi moja limshinde mwenzake. Tumeshindwa nguvu, lazima tuwanyang'anye nguvu hawa, tuchukue nafasi yetu. Tutafanya vipi wakati unatawala? Haiwezekani. Muislamu huwa atawaliwi akijifahamu. Twende katika At-Tauba. Allah anatusema, ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum firu fi sabilillah afaqatum min al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya min al-akhirah illa qalil. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlaamini, yani sisi, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Sasa tunaoitwa sisi hapa, hatuiti tena kwenye siamu hapa, tunaletwa kwenye kazi nyingine, kandarasi nyingine, tunaitwa katika mapambano. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlaamini, malakum, na nini, idha qila lakum, mnapoambiwa infiru fi sabilillah, nendeni mkapambane kwa ajili ya kusimamisha sheria ya Kiislamu, dini ya Mwenyezi Mungu. Afaqaltum, mnajitia uzito, araditum bil hayati dunya min al-akhirah, mmeridhia maisha ya dunia. Kila mtu anatafuta kula, nijenge ghorofa, amna kitu, vitu vidogo. Araditum bil hayati dunya min al-akhirah famama al-hayati dunya, famama, anasema hayakuwa maisha ya dunia min al-akhirah illa kadri, kwa kidogo. Starehe ya dunia ni kidogo, miaka 60 70 unaondoka na uzee wako na maradhi yako. Ingia katika biashara hii ili kuwakomboa watu wanaoteswa. Ndugu zetu hao Palestina wanaoteswa, na sasa juzi ardhi yao imehukumiwa ichukuliwe. Nani wakusaidia Palestina? Si hilo tu, ndugu zetu DRC wanadhulumiwa mali yao. Umoja wa Mataifa uko pale unatoa macho, watu wanachukua madini. Umoja wa Mataifa unafanya nini? Mpaka walifukuzwa, hawataki kuwasaidia watu, wanawataka watu wabaki maskini. Nijua Waislamu kuwakomboa, wakukomboa ndugu zao DRC. Ndugu Waislamu, sisi ndio makhalifa, sio watawaliwa. Mtu alikalia hilo katikati lake, wewe sio mtawaliwa, wewe mtawala. Waislamu, tukiacha kazi hii, Mwenyezi Mungu ataleta watu wengine, na ndio haya mwisho ambayo tutamaliza. Ya alladhina amanu, tunakuja na ya katika usulubu wa lugha. Ya ni harfu nida, unaitwa wewe. Aliyekuita nani? Sio mke wako wala mtoto wako, anakuita Allah Rabbuk. Huyo anayekuwa aliyekumba, anaangalia macho yako, masikio yako na akili yako, ndio anakuita. Sikiliza wewe. Ya alladhina amanu, enyi mlioamini, man yartada minkum an dini, yule mwenye kuacha dini yake akaidharau dini yake, akaona dini mambo ya kijinga. Man yartada minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin, sasa hivi Mungu ataleta watu. Sikiliza sifa zao, isma, sikiliza sifa zao. Fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbu, Mungu atawapenda watu wao. Ala, ukipendwa na Mwenyezi Mungu, wewe unataka nini? Hakuna mchawi, hakuna mjinga yote atakuweza. Elewa hilo. Wala usichezee na mtu ambaye anafanya kazi na Mwenyezi Mungu, utaumia. Acha. Tumia. Ya alladhina amanu man yartada minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin, Mungu ataleta watu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartada minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin, Mungu atawaleta watu. Biqaumin yuhibbu, Mungu atawapenda. Wa yuhibbuna, nao watampenda Mungu. Adhillata ala almu'minin, ni wapenzi, wana huruma kwa Waislamu wenzi wao. Adhillata ala alkafirin, ni wagumu kwa makafiri, hawakubali ukafiri. Yujahiduna fi sabilillah, wanapigania njia ya Mungu itawale.
wala yakhafuna laumata laimin, hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Dhalika fadlullah yuti man yasha wallahu wasi'un alim. Wanaotaka kufanya kazi ya Mungu, Mungu atujalie tuingie katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu. Wanaopigania dini ya Mungu huwa haogopi lawama za mwenye kulaumu. Mtu akilaumu hayaumu. Lazima tufike sehemu tuseme pombe haifai, madawa ya kulevya hayafai, kutembea utupu haifai. Watu kutoka zao Ulaya wakaja katika miji yetu wakiwa utupu. Hatutaki uchafuliwa miji yetu, hatutaki. Kama ni uchumi, tuna uchumi, Afrika ina uchumi, lakini sio mtu anakuja kutuchafulia miji yetu. Aje na adabu katika miji yetu. Wala yakhafuna laumata laim. Mtu kama anasema aseme. Tuombe Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Rabbana filana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alqawma adh-dhalimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'na. Ya Allah, tunakuomba kwa nguvu yako na kadari yako utuwezeshe Mwenyezi Mungu Ramadhani hii ya Rabbil Alamin, ifungue miji ya Kiislamu, ifungue watu katika vifungo, watoe waliokuwepo jela, waliofungwa kidhulma, wanaoteswa Rabbil Alamin. Ya Rabbi, warudishie ufalme, warudishie nguvu ndugu zetu wa Palestina wanaoteswa Rabbil Alamin katika ardhi yao kwa imani yao. Ya Rabbi, tuwezeshe Mwenyezi Mungu, turudishe nguvu zetu, tuirudishe tena Kilwa, itawale katika Uislamu. Ya Allah, ya Aziz, ya Qawiy, Allahumma dammir kufar wal mushrikin, Allahumma shattit shamlahum, Allahumma zikhi jamahum. Ya Rabbi, anayetaka kupambana na Islamu, Allahumma sallithum, Allahumma dammir diyarahum وشتت شملهم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. وصلى الله على محمد وآله وسلم واقم الصلاة.